Tumeweza kupokea taarifa baada ya kikao kilichoweza kufanyika na viongozi wa CAF kikiweza kuongozwa na Rais Patrice Motsepe, na yote kulikuwa na mijadala tofauti. Mjadala wa kwanza ulikuwa ni kuhusiana na Toyota Cup Confederation Cup ambayo inaanzishwa pale South Africa, na ukiachana pia na hivyo kulikuwa na mjadala ambao pia uliweza kutolewa kama sehemu ya maoni, kwa sababu kwa changamoto zinazoonekana kabisa kwamba zinaikabili CAF kwa sasa ni kuhusiana na maoni ambayo yalisha kutolewa hata na Samuel Eto'o, rais wa nchi ya Cameroon, kwa upande wa soka akiweza kutoa maoni kuhusiana na swala zima la kuanzishwa kwa kombe lingine ambalo litakuwa limeweza kuidhinishwa na CAF pamoja na FIFA. Sasa ilikuwa ni barua ambayo kwa Samuel Eto'o aliweza kuiandika nyuma kidogo, yani zaidi ya kama miezi 6 Samuel Eto'o alishawahi kufanya hivyo, licha kama kulikuwa hakuna majibu na bado hakupata mrejesho wa aina yoyote. Sasa ni kwamba kama itakuwa imeweza kumpendeza na ikaonekana kwamba kuna kundi la viongozi wanaokubaliana na hili swala kwamba lianzishwe kombe lingine barani Afrika kwa hivi vilabu, alafu mwisho wa siku liweze kuidhinishwa na FIFA, ambapo nafikiri hapo kwa Rais Gianni Infantino, endapo kama barua itakuwa imeidhinishwa na CAF, alafu mwisho wa siku kama itakuwa imepitishwa kwa 100%, basi huenda katika hivi vilabu ambavyo vimekuwa vikilaumu kwamba vinaonewa na pengine labda vinataka kwa kombe lingine liweze kuanzishwa, ili mradi labda hapo huenda kukawa na ule usawa. Lakini panapokuwa na aina ya makombe mawili, pengine ndio maana hata katika zile challenge ambazo zimekuwa zikionekana katika hizi timu zetu za Simba na Yanga, na hata zile timu ambazo zimekuwa ziko kwenye ukanda mwingine kama upande wa Nigeria, Cameroon, lakini pia na sehemu nyinginezo ambazo hata zenyewe pia zimekuwa zikilaumu sana kwamba Waarabu wamekuwa na upendeleo mkubwa sana, na hata kwa baadhi ya viongozi wa CAF wamekuwa na zile timu zao ambazo wamekuwa wakizipa 100%. Lakini panapokuwa na makombe matatu, yani mataji ambayo yameweza kuidhinishwa na CAF pamoja na FIFA, manake hapo hata kama kuna timu nyingine ambazo ziko kwenye upande mwingine ambazo zimekuwa zikipewa guarantee na zikipewa promotion ya kuweza kupata matokeo, inakuwa ni tofauti na vile ambavyo sasa hivi, yani kila mtu anajua kombe la klabu bingwa na shirikisho, lakini ikitokea kombe lingine ambalo inafanya hizi timu zisiwepo sehemu moja, inakuwa iko rahisi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mjadala upo on air na hatujajua mwafaka wa Rais Patrice Motsepe, je, atakubaliana viongozi wenzie ama itakuwaje? Lakini kikao kiliweza kufanyika tarehe 28 kwa siku ya Jumatano mwezi wa 5 mwaka 2025. Cha msingi tukutane kwenye comment. Je, kwa wewe unahisi ni sahihi ama sio sahihi, ama una maoni gani? Hii ni Hatoboy Media. Cha msingi sasa kuweza kusubscribe, kulike na comment. Short and clear information. Kwa matangazo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0684 006225. Hapo utakometisha kinoma noma.